Isiaka, mimi nishakwambia kama yeye sio mwanaume kamili kwangu. Chelewe, na ndiyo maana sikutaki, sikuhitaji kwenye maisha yangu. Na kuanzia leo hii sitaki ukanyage ofisini kwangu wala nyumbani kwangu. Kuanzia leo hii sitaki kukuona kwenye macho yangu. Nadhani umenielewa. Mwantumu, wewe ndo mwanamke ambaye mimi napambana kwa ajili yako. Na jinsi gani najua ninavyokupenda mpenzi wangu. Sasa Kibuyu, kwa hali hii ambayo tunaendea, kwa kazi hii ambayo unaifanya, sawa, naona hii kazi itakushinda ndugu yangu. Sababu haiwezekani, yani mauzo hii unajipangia tu jinsi ya kupanga bei, unapanga yani inakuwaje yani? Ndio kazi ambayo nimekuleta hapa ufanye. Hamna tajiri. Mimi mauzo ndio yale yale. Nashangaa unaniambia hela haijakamilika. Sasa tajiri inakuwaje? Hivi Kibuyu, ni kweli yani mauzo tunafanya kazi siku ngapi? Mbona hizo wiki za nyuma ilikuwa hivi? Yaani ndio kweli kazi ya wiki nzima ndio malipo haya kweli? Tulia. Kama umeshindwa kazi sema mapema nitafute kijana mwingine kwa sababu inawezekana sisi tunakaa tunafanya kazi, mimi hizi kazi nimefanya kitambo. Usione hivi ni hivi, sawa? Mimi ni mwaso sana. Mimi kabla ya kufika hapa ni mwaso sana. Kazi hizi nishafanya sana. Mimi mwenyewe mpaka nishaokota hizo chupa, sio mauzo tu. Chupa zile nishaokota. Nimekuja nimekaa kwenye mauzo mpaka sasa hivi ninavyoona na miliki sehemu yangu. Maana mimi mwenyewe nishatoka huko. Sasa utaniongopea nini wewe Kibuyu? Kama kazi umeshindwa sema. Hivi umeshindwa kazi? Naitaka kazi, tajiri, naitaka. Hebu acha mambo yako bwana, fanya kazi bwana. Mimi nikija hapa nahitaji malipo yaliyokamilika. Sio unaniletea pesa nusu. Hii ile bisi, pesa nusu kabisa unaletea. Nitajitahidi. Kazi zendi hivi bwana. Ele wako sasa endelea hapo. Mwingine nije hapa. Nikute pumbavu wako. Mzigo nilobeba nkikupa uwezi beba, maana ni aibu yalonikuta na juta. Fanye lipi nisiharibu, yananitesa mapenzi vibaya. Nataka kumwacha nashindwa, sijui mazoea upendo umwaya. Naisha nakonda. Niseme ni umaskini au ni dhiki. Ibu mume wangu. Niambie mke wangu. Mbona unaonekana huko panda? Hamna mke wangu. Niko sawa. Niko sawa kabisa. Kuna vitu tunajaza kichwani. Ndio maana nikaa kwenye mawazo. Sawa. Vipi leo? Na kidafu leo kurudi na kwa hesabu zanazo kutoka kazini. Acha kwa. Ndio kutoka. Hesabu tu. Acha. Pale kazini pale na mpango wa kwa bosi mwelewele. Kwa hata ananiona sijaweka hata hela. Vipi umegombana na bosi wako? Hamna, sijagombana naye. Sijamuelewa mimi na mpango tu ni hamna. Simuelewi. Wala kwa mfiki mtazama mbele kweli. Mume wangu. Naam.
Vipi na kazi unaona uliko? Nala kula. Uendaje? Mimi nipo fresh mke wangu. Usiwaze. Uko fresh. Basi shika ibuku hii. Ukahemeta mchana. Mke wangu. Mimi nipo fresh. Ama ni ibuku tu mume wangu ishika. La 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 la. Asante. Baadaye, kazi njema mume wangu. Haya wako miweke nazi. Bye. Ushani mwagisha radhi mimi. Acha nilie mimi. Vipi ile? Mbona upo hivi? Na sio kawaida yako? Nipo sawa. Nikuletea kinywaji chochote? Au ndo umekuja kuchukua ile hela tuliongea jana? Siaka. Msipo hivyo. Nilikuwa nahitaji ile pesa basi ningepata toka jana. Ila Siaka. Na. Nina ujauzito. Unasemaje? Mke wangu. Na mume wangu. Muda wote ulikuwa sokoni? Si unajua hata kutoka kwenye Ramadhani kwani vitu vimepanda bei, yani mpaka kile inachanganyikiwa. Ndio alivyo mke wangu hao. Ramadhani ikianza vitu wanapandisha bei. Ikiisha Ramadhani wanachelewa kukushusha bei. Kabisa. Pole mke wangu. Asante mume wangu. Vipi mke wangu, mbona mfuko unaloa maji? Nilikuwa na akiba yangu mume wangu, kwa nikapitia pale kwenda kununua nyama kidogo. Sawa. Basi sawa mume wangu, basi tuingie ndani. Hamna mke wangu, unasema bana nataka niende hapo. Wewe sababisha ndani baadaye. Nitokea fresh mke wangu. Sawa. Niseme ni umaskini au ni dhiki? Nini kinafanya wewe uridhiki? Tena unachiti. We hani, kipi wanafanya nisifanyi? Hoja yako unazidi kuwa mtamu afu unakuwa the best zaidi. Kibuyu, asante. Hata hivyo na wewe siku zinavyoendelea unazidi kubadilika kabisa. Unabadilika na nini? Kibuyu, unajua nayopitia kwa kunafanya kama uone. Kibuyu, ina maana maneno yangu ni makali kiasi hicho? Mimi ni mume wa mtu. Elewa hilo. Wewe nilikwambia mara ngapi? Nisipendi bwana mambo yako. Basi sawa. Hela ya uji na kombe nitafuata baadaye. Baadaye. Haya wako miweke nazi. Odi. Odi. Yalo nikuta na juta. Onye lipi nisiharibu. Yananitazama. Vipi mama, naona mama stuka? Amna. Sawa. Kila nikija na kukuta wewe, mume wako yuko? Hayupo. Kilikuta mimi sasa, nikuta mume wangu. Niambie. Sawa, nimefuata mzigo wangu.
Sawa, mzigo wako nao, ila hujakamilika na nusu tu. Yaani siku zote hizo leo unafika mzigo uko nusu? Kweli? Hivi na sisi ndio tunajenga hivi nyumba kidogo kidogo kidogo. Mngepanga nyinyi hapa? Naomba hiyo pesa niondoke. Haya, sawa. Wengine wanadharau sana na vitu vya. Mimi nimekuelewa ndugu yangu. Nimekuelewa vizuri sana. Lakini naomba utambue kitu kimoja sawa. Mimi bwana Kibuyu sasa hivi ni zaidi ya ndugu yangu. Yaani sio mfanyakazi wangu tu, ni zaidi ya ndugu yangu. Kwa sasa ile swala lako hilo, nielewe vizuri kaka. Ile posho ipo pale pale. Mimi nataka mweke benchi hata mwezi tu. Sasa isi yake wewe una nia gani na bwana Kibuyu? Mbona hili jambo unataka liende hivi? Hamna. Ila nakuomba iwe siri. Sasa mnashika. Sijakataa, ndo nusu. Lakini ndo hii. Ndio maana nakwambia na nusu dadangu hajakamilika, nivumilie kidogo tu. Nitakumaliza pesa yako. Sijakataa, hajakamilika. Ndo hii. Kweli? Na pia nakuona umependeza. Kwa nini? Jamani. Hilo alifichiki kama pembe la ng'ombe. Hata mbuyu ulianza kama mchicha. Mimi mwenye nyumbani na watoto Shina kujua mjamzito kweli? Naenda. Karibu tena. Mpenzi. Azizi. Mtumu. Mbona sharudi mwanangu? Sharudi. Za kazi. Safi kabisa. Niambie. Mbona mawazo? Kuna kitu kinichanganya akili kweli. Ndio nikaa nimekaa nafikiria kweli. Kwa nini unawaza hivi? Leo mchana kaja mama nyumba. Kwenda kodi yake ya nyumba. Baada yake alipompa pesa yake. Na pia nakuona umependeza. Kwa nini? Jamani. Hilo alifichiki kama pembe la ng'ombe. Hata mbuyu ulianza kama mchicha. Mimi mwenye nyumbani na watoto Shina kujua mjamzito kweli? Naenda. Ukifikiria hana mtoto anayejua zaidi yangu mimi na wewe. Sababu unacheka. Unanichekesha sana. Naelewa mke wangu. Naelewa vizuri unapojisikia. Na usimaanishe hivyo kwa sababu ukizania hivyo mambo yatakuwa makubwa. Kakuona kwa sababu hali yako ulivyo. Yaani mchovu hivyo. Mimi najua yule anaongea sana akija hapo kudai haki. Yaani yule. Kwa hiyo mimi sijaona cha ajabu hapo kukuona hivyo kuambia na mimba. Na kweli na mimba. Sikuwa hivyo. Sawa. Kama ndio hivyo. Hamna shida. Usikuwe hivyo bwana. Napenda uchangamke. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda pia mna. Karibu. Msaidie nini? Lengo la kuja hapa nimemfuata Kibuyu. Kibuyu yupo? Hapana, leo Kibuyu huwezi kumkuta kwa sababu leo ni Alhamisi leo. Kibuyu anakuwa off mara nyingi. Kwa haingii kabisa kazini leo. Leo watu waingia leo.
Kwake si nitamkuta. Maybe atakuwepo nyumbani kwake, na hata kama ukimkosa nyumbani kwake basi atakuwa katika biashara za mkewe, kwa sababu hana sehemu nyingine pa kwenda. Hata huko kwa mkewe kwenye siwezi kwenda, wala huko nyumbani kwake siwezi kwenda, ila nitarudi tena hapa. Kuna shida kwani dadangu? Hakuna shida, ila tegemea kuniona tena. Basi sawa, hamna shida, karibu sana. Hebu tena kafanya nini? Huyu dada ni nani? Ni usungoja niende kupiga hesabu zangu nipate hela mimi. Habari. Brother, karibu. Mbona leo upo wewe na sio ofisi yako? Maana nishazoea nikija namkuta mkeo na sio wewe. Yule hamna brother. Wewe ni mke wangu mimi. Hata kunikuta mimi sio mbaya. Nikusaidie nini? Mimi leo sijaja kununua chochote. Ila siku akiwepo nitakuja. Kwa heri. Samahani brother. Mke wangu, wewe una nini na mke wangu? Yaani una biashara gani na mke wangu? Sikuelewi. Mambo ya biashara mimi na yeye, sio wewe. Siku akiwepo nitakuja tutaongea. Alafu na mambo ya biashara na kufanya watoto wa kike. Biashara gani? Ana nini na mke wangu? Ngoja kwanza hivi ichunguze ili jambo vizuri. Nake genge hizi mambo ya genge haya. Habari. Salama za kwako? Salama. Wewe ndo mke Kibuli? Mimi ndo mke. Kuna shida gani? Hakuna shida, ila mmeo unamdai. Unamdai? Na unamdai nini? Namdai 1500 na hiyo hela ni hela ya uji. Sasa dada yangu, hayo mambo simgemezana kule kazini kwa kijamani. Ila sawa. Sio shida. Nitakupa hiyo pesa. Shika hii hapa. Utakata pesa yako, itakuwa baki kesho asubuhi utampeleka kwa cha wiki moja. Sawa, hamna shida. Sawa. Mungu. Naam mke wangu. Kwa kitu nilikuwa naomba tuongee. Mke wangu, kwani huwezi kuongea mpaka tuongane? Kuna vitu vingine vya kuongea lakini sio ombi. Wewe ongea, ninakusikiliza mke wangu. Mume wangu, unakumbuka umeniambia unataka mtoto? Nakumbuka mke wangu. Unataka mtoto gani? Mke wangu. Mimi ningependa nipate mtoto wa kiume. Unajua kiume 45 na kwa ulinzi hapa nyumbani. Kwa unataka mtoto awe muone, sio? Hamna bwana mke wangu. Sawa. Mume wangu. Kuna kitu nilikuwa nataka. Simu inaita. Halo? Nipo njia nakuja. Sawa. Mke wangu. Kazini amenipigia simu ameniambia niwahi. Na kama ulivyosikia nimwambia nipo njiani, kumbe hata kutoka sijatoka. Acha niwahi, nikirudi tutaongea. Sawa.
Kibuyu. Tajiri. Vipi kijana wangu? Safi tajiri. Shwari? Fresh kabisa. Sasa kijana wangu bwana, kuna kitu nataka nikwambie. Niambie tajiri. Bwana, nimekaa nimeona bwana kijana wangu nikupe likizo. Nimeona nikupe likizo kwa sababu wewe ni kijana wangu wa muda mrefu na unafanya kazi nyingi sana. Unafanya kazi na sijawahi kukupa likizo angalau hata wiki mbili. Kwa hiyo nimeona nikupe likizo angalau ya mwezi mmoja, ukarefresh mind kidogo na familia nyumbani. Tajiri. Mbona ni kwa haraka tajiri? Mbona unanenea tajiri wangu? Au ni ukosea kitu tajiri? Kijana wangu. Mimi na wewe tumetoka mbali sana. Siwezi nikakufukuza hivi kiolelaolela tu. Kwanza mimi na wewe tuna contract. Tuna mkataba mimi na wewe. Nakufukuzaje? Nikitaka nikufukuze lazima nikuletee karatasi, usome, usaini, basi ndio ujue kama hii ni resignation letter. Siwezi tu nikakuacha tu hivi kijana wangu. Hapa sikufukuzi, isipokuwa nakupa likizo angalau ya mwezi mmoja kwa pumziko. Sawa ndugu yangu? Sawa, kwa sababu mwenyewe unaamua. Sasa hamna tatizo. Wewe usijali wala nini. Na pia kama kuna kazi ushamaliza hapa kufanya, umebakia ndogo ndogo, mimi nitazimalizia. Wewe nenda kaoge, ili mradi uanze likizo yako. Sawa? Haya. Poa bwana. Msalimie sana shemeji. Baby. Kipenzi. Mambo. Poa. Mzima sijui. Mimi nimekomesha. I miss you too. Uko wapi? Nipo nyumbani. Isiaka. Naam. Yaani sijui hata nitaanzia wapi. Leo nitaka kumwambia mume wangu kama mimi ni mjamzito. La 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 la. Mzigo nilobeba kikupa uwezi beba, maana ni aibu yalonikuta na juta. Fanye lipi nisiharibu, yananitesa mapenzi vibaya. Nataka kumwacha nashindwa, sijui mazoea upendo umwaya. Naisha nakonda. Niseme ni umaskini au ni dhiki? Nini kinafanya wewe uridhiki tena unachiti? We hani, kipi wanafanya nisifanyi? Mapenzi wewe